ECD ya Exwabuge Primary ambayo tunaita sasa hivi Mahano Junior Primary imekamilika, na mwaka huu pia tumewapa madarasa mengine matatu kwa sababu ni shule mpya ambayo tumeanzisha, ambayo tunatarajia baada ya miaka hii yangu mitatu ambayo imebaki tuwe tumefikisha darasa la 8. Alafu vile vile tuko na ECD ambayo sasa hivi tunavyozungumza fundi wako on site ya Mogoyet Primary ambayo wamefanya roofing, walimaliza jana, saizi wameweka milango na madirisha, wako wanafanya kazi ya plastering. Na ambayo pia tunatarajia by end of this month itakuwa imekamilika. Tuko na ECD pale Mitoni Mitatu Primary ambayo wamefanya roofing tayari, saizi wako wanafanya mambo ya kupiga ceiling board na pia kupaka rangi ambayo baada ya muda mfupi itakuwa imekamilika. Tuko na ECD pale pia Matwet Primary ambayo pia vile vile imefika roofing, na tunatarajia pia mwisho wa mwezi huu kama ile contractor atakuwa very serious ataweza kukamilisha na itakuwa imekamilika. Tuko na ECDs zingine karibu 3 ambazo wale contractors hawajaenda on site, but tunawasukuma tuhakikishe kwamba wanaanza kazi, japo tunajua kwamba tunapowasukuma serikali yetu ya county haijawajibikia kulipa wale wanakandarasi kwa njia ambayo inastahili, kwa sababu juzi tumeona migomo katika pale county ambapo wanakandarasi ambao wamefanya kazi mashinani wengi hawajalipwa. Na hiyo inachangia, kwa mfano mtu amepewa madarasa 2 ama 3, iwapo hatalipwa inamaanisha hata kuendelea kufanya kazi itakuwa ni ngumu, kwa sababu wengi wao wanategemea mikopo katika zile banks. Na hiyo inakuwa ni vigumu mtu kama amepewa pesa kwa bank kurudi huko tena apewe pesa zingine kuendelea na kazi, na ile hali zile amefanyia kazi hajalipwa. So katika wodi yangu ECDs ambazo tunanuia kujenga kufikia December mwaka huu ni karibu ECDs 10 ambazo zikikamilika nitakuwa nimebaki na shule karibu 5 ama karibu shule 5 ambazo tukiweka kwa bajeti ya mwaka huu ambayo tumepitisha tayari, tukiwajengea zile ECDs nitakuwa nimemaliza ECDs katika kila primary school katika wodi yangu. Vile vile tuko na projects za maji ambazo zinaendelea kurekebishwa. Kwa mfano tuko na project ya ambayo tulipeana maji kwenda kwa shule ya msingi na sekondari ya Nyabomo. Project hii ilikamilika, japo tunaambiwa kwamba yale maji yamekatwa na Nzoasco kwa sababu ya wale wengi ambao hawalipi zile bills. Na mimi naimiza watu wa Nyabomo na wale ambao wako katika yale mazingira ya Nyabomo kwamba iwapo unataka kutumia maji ya Nzoasco, sisi mambo ya mfereji tumemaliza, lazima muweze kuapply zile meters. Ili Nzoasco, kwa sababu ni shirika ambalo pia linafanya biashara, halitaruhusu maji yao yatumike bila malipo. So naimiza watu wangu wa area ya Nyabomo kwamba waweze kulipia zile meters, waweze kuwekewa yale maji wayatumie, kwa sababu serikali ya county imeegeza pesa nyingi na tungetarajia kwamba ile mfereji ilale tu pale bila kutumika. Wa apply meters, watumie hayo maji na pia wahakikishe kwamba wanalipa, ili ile shirika ambalo na supply maji liendelee kuhudumia watu wote wa Trans Nzoia kwa njia ya haki na ukweli. Kuna maji pia ambayo tunashughulikia sasa hivi tunavyozungumza, maji ya Wamuini B. Maji haya tumekuwa na changamoto kwa sababu ile pressure ambayo ilikuwa pale ilikuwa haifikishi maji kwa ile tangi ambayo tulijenga na county. Lakini nafurahi kwa sababu juma hili ama wiki hii ambayo imepita tayari maji yameingia kwa tangi. Changamoto ambayo tuko nayo sisi katika wodi yetu ni kwamba zile pipes ambazo ziliwekwa kati ya sehemu ya Mitoni Mitatu Secondary na Nzoasco, ile water supply, Spencon water supply, zile pipes ziliwekwa kitambo na zile pipes ambayo klasi yake ilikuwa ya chini. Waliweka class B ama class C. Na ukilinganisha na pipes ambazo tunatumia size za class D na E, unapata those pipes are of poor quality. So wakiweka pressure ya juu ili maji yaweze kufika sehemu ya mbali, unapata zile pipes zinapasuka kwa wingi. Na hiyo ndio changamoto ambayo inasababisha maji kufika katika eneo hili la Wamuini B inakuwa ni shida, kwa sababu unapata kwa wiki tumejaribu kufungulia yale maji, lakini unapata zile pipes zinapasuka kwa wingi na maji hayaendi yakafika vizuri. Yakifika pale ni kama masaa 2-3 unapata pipes zimepasuka kule nyuma. So inakuwa ni kazi tu ya kukarabati na kurekebisha. Na jinsi mnavyojua wale jamaa wa Nzoasco kuja kurekebisha laini ya maji wao wanachukua karibu mwezi ndio wakuje. So inabidi maji yakipasuka tunapata kwamba Nzoasco wenyewe wanaenda hasara, kwa sababu mfereji ukishapasuka na uchukue mwezi inamaanisha yale maji yote yanamwagika. Na yule mtu ambaye anaumia ni yule ambaye anatumia, ambaye ako na mita, because maji yote yanapomwagika wao wako na main meter ambayo wanapimia hayo maji.
kumaanisha zile bills ambazo wanatumia wale wakaaji wa shamba hili ni bills za juu, na bills hizo sio za maji ambazo wakaaji wenyewe wametumia. Ni maji ambayo yamemwaga barabarani, lakini kwa sababu wako na ile main meter ambayo wanajua ni maji kiwango gani yameenda, unapata ile bili inasambazwa kwa wakaaji wote. Jambo ambalo mimi nasikitika nalo kwa sababu haistahili kufanyika hivyo. We want management ya Nzoasco iwajibike, na kwa sababu wananchi wanalipa pesa kwao, iwapo mfereji umekatika, wa take hiyo responsibility na kwa wakati ufaao waje warekebishe, ili wananchi waendelee kupata huduma ambazo wao wanalipia. Tuna project nyingine ambayo contractor hajaenda on site, but tunatarajia anytime from now aingie on site, kwa sababu ni project ambayo ikifanyika vizuri itafanyika kwa muda wa majuma matatu itakuwa imekamilika. Project ya Wamwini kwenda Kahoho primary, secondary na pia kufika pale Mtambo dispensary. Project hiyo pia vile vile tunatarajia iweze kukamilika, ilikuwa itakamilike by 30th June. Lakini kwa sababu za changamoto za kifedha pale na pale wale contractors, na vile nimeeleza kwamba wengi hawajalipwa, imebidi yule contractor aseme afanye zile kazi ambazo amefanya alafu alipe kwanza ndio afanye kazi nyingine. So hiyo mojawapo pia imeathirika, lakini na uhakika kwamba yule contractor, na kwa sababu ni mtu wako na capacity, tutamshawishi aweze kutusaidia, kwa sababu kufikia mwezi wa 9 serikali ya kaunti itakuwa inalipa yale madeni yote ambayo iko nayo. Kwa hivyo mimi nasema kwamba katika ward yangu tunaendelea kuchapa kazi. Kuna project ambayo tunataka tuishughulikie pia kuanzia mwaka huu, ambayo tumetenga pesa pia katika bajeti yetu. Maji ya kutoka Amagoro Park kwenda paka Kapkoi. Maji hayo yametusumbua kwa sababu ambayo tunaelewa kwamba wale watu wa Nzoasco pia wanahusika pakubwa. Walisema kwamba wanataka waweke massive meter. Na hiyo massive meter sisi tumesema hatuwezi kubali. Kwa sababu wakiweka ile inamaanisha hata maji yakimwagika bado ni wakaaji wa ile watatumia yale maji. Kwa hivyo tumepanga na waziri na pamoja na chief officer wake tuwe na mkutano mkubwa pale kuhimiza wale wakaaji wa ile hiyo waweze kuapply meters, ili wanapofungulia yale maji yalipoingia kwenye tangi na kuanza kusambazwa, wawe na watu specific ambao wako tayari kuyatumia, na isiwe ni kwamba Nzoasco inapoteza fedha zake kupamba yale maji na ile hali hakuna matumizi bora. So tutataka tuweze kufanya huo mkutano pamoja, ili tunapofungulia yale maji tujue kama kuna changamoto kwenye laini, tufanye urekebishaji. Na mimi nimetenga fedha kiasi kwa ajili ya kurehabilitate hizo pipelines. Kama kutakuwa na shida mahali, tutaweza kurekebisha na yale maji yawafikie wakaaji. Vile vile tumeweka fedha za kupeleka maji yale ya mfereji vile nitaja hapo awali katika hospitali yetu ya Simatwet. So tutakuwa na maji mara mbili. Tuna kisima ambacho kiko pale ambacho si cha maji safi ya kutumia pengine kwa usafi, tayari kiko pale, kilichimbwa na mkono. Kuna kisima ambacho tunaenda kuchimba na ile drilling rig kuhakikisha kwamba wakaaji wa pale wanapata pia maji safi ya kunywa na wale wanaohudumu katika ile hospitali. Na pia sasa kuna maji ya tatu ambayo tunaenda kuingiza pale, maji ya yale ya pipeline. Halafu vile vile tumeweza kutenga fedha katika bajeti ya mwaka huu katika eneo la Kapkoi Saiso kuweza kujenga polytechnic ya pili. Unapata Waitaluku polytechnic tu, Waitaluku ward tuko na polytechnic moja, na polytechnic hii katika shamba la Waitaluku. Lakini unapata wakaaji kutoka mabonde kuenda mpaka pale Waitaluku. Wale kutoka Kapkoi kuja mpaka Waitaluku imekuwa ni mbali sana. Kumaanisha kwamba ile polytechnic ikiwa pale iko underutilized kwa sababu ya distance kutoka kwa wakaaji. So unapata wale ambao wanaenda pale ni wachache as compared to the number of youths ambao tuna target katika county wapate mafunzo ambayo yanaweza kusaidia kujiajiri. So tumesema kwamba mimi katika sera zangu nasema kwamba tunaenda kuweka polytechnic mwaka huu. Tunanunua shamba katika eneo la Kapkoi kwa kuanzisha polytechnic ya pili, na hata ikiwezekana mwaka ambao unakuja pia tuweke fedha kununua polytechnic shamba la polytechnic ya tatu katika location ya mabonde. Ili tuweze kupunguza ule mwendo ambao wakaaji wanasafiri kwenda kufikia yale masomo. Na tunajua kwamba saa hizi hakuna masomo ambayo yanashinda masomo za vio vya anuai. Na sisi tuna support hiyo kabisa, ili tuhakikishe kwamba wananchi wote au wale youths wanapata skills ambazo zitasaidia kujikimu kimaisha. Vile vile tukiangalia pia upande wa barabara, sehemu nyingi hatujazifikia katika ukulima wa barabara. Lakini nataka niambie wakaaji wa Waitaluku kwamba program ambayo tuko nayo, tunataka tuhakikishe kufikia Disemba karibu mashamba yote ya Waitaluku tutakuwa tumelima zile barabara. Kuna zile bridges ambazo tunajua zinatakana zitengenezwe,
Pia kuna zile ambayo tumeweka kwenye bajeti ya mwaka huu